Okay, wapenzi wa Crypto Educator, karibuni tena katika channel mpendwa. Na siku nyingine tena tumekutana hapa mbele yenu kwa ajili ya kuendelea kupeana mafunzo ya michongo mbalimbali ambayo tunaifundisha kwenye hii channel. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, hujasubscribe, hakikisha unabonyeza subscribe kisha alama ya kengele kisha neno all. Kwa kufanya hivyo utakuwa unapata notification ya kila video mpya ambayo ninaipost kwenye hii channel. Sasa hapa leo tunaenda kujifunza kwenye hii project yetu ya JBanking. Kama nilivyowaambia, JBanking ni staking protocol ambayo unakuwa unanunua token ya juu na una staking. Maanake utaweka USDT, utaziswap kwenye juu, alafu utaweza kustake na kuweza kupata mpaka 2557 kwa mwaka. Umeona? Kwa kiasi cha chini cha kuweza kustake ni juu za ni $50 ambako utaweza kupata juu kama 5 na kadhalika na kuendelea. Umeona? Kwa hiyo ni project mzuri, na juzi hapa nilionyesha jinsi ya withdraw. Nadhani somo lake lilikuwepo kwenye video hii hapa. Kama hujaangalia basi unaweza ukapitia hapa jinsi ya withdraw, kwa sababu hawa mabwana wana mechanism wameiweka ambayo inaitwa turbine kwa ajili ya kuprotect price ya juu token. Kwa hiyo price ya juu inapokuwa imeshuka yani imeshuka chini ya $15, basi unakuwa hauwezi kuswap, lakini ilipanda kama nilivyoonyesha siku zile. Juu price ilipanda mpaka kufikia $16. Kwa hiyo pale turbine ikaweza kufunguka na nikaweza kuswap kiasi cha juu nilichokuwa nimekiclaim. Lakini ukiswap lazima ununue same amount ya kiasi fulani 1.5 uweze kununua ili uweze kuswap, lakini unachokinunua unakipata. Sasa hapa leo nawaonyesha jinsi mchakato ulivyoenda. Kwa hiyo nikipiga hapa kwenye token, kwenye hii hapo nitakuja sehemu ya turbine. Hapa ndipo niliswap siku zile hapa. Umeona, niliingiza amount na hapa turbine ikaweza kufunguka. Kwa mfano hapo zipo kiasi gani za juu ambazo na uwezo wa kuziswap. Umeona, nikipiga hapo labda zimebaki labda 3. Umeona, nikipiga 3 wataniambia umeona insufficient. Kwa hiyo itakiwa niwe na kiasi cha USDT hizi hapa kwenye balance yao, lakini hata hivyo sasa hivi siwezi kuswap. Kwa sababu gani? Kwa sababu token price ya juu imeshuka mpaka ipande kwenye ile price. Na tunaipata wapi price ya juu? Tunaipata kwenye mfumo wa hapa. Kama unavyoona sasa hivi juu moja iko huku, imekuwa listed huku, ni sawa na $11.7. Kwa hiyo hapo imeshuka sana. Kwa hiyo inabidi usubirie mpaka itakapofika kwenye price huku. Itakapofika kwenye price hii ya $10 kutoka 15 mpaka 16 hapa ndo utaweza kuswap. Kwa hiyo sasa hivi nini imeshuka. Kwa hiyo unaona imeshuka, na hiyo wamefanya kwa ajili ya kuprotect token hii coin ya Jupi. Wameiprotect, price protection. Kwa hiyo kuna price protection, unakuwa ikifika price hiyo unakuwa uwezi. Kwa hiyo mpaka ipande ifike huko ndo utaweza kuswap. Na kuna mechanism ya kuban inapelekea hiyo token iweze kupanda. Umeona? Kwa hiyo sasa hapa unapoona hapa mimi tayari nilisha swap siku zile. Kwa hiyo kiasi ambacho nimepewa chote nilichoswapu, hiki ndicho kilichobaki. Umeona? Hiki ndicho kilichobaki ambacho bado sijaweza kukiswap kwa sababu zilikuwa 10. Kwa hizi zimebaki kutokana na hela niliyokuwa nayo. Niliswap chache tu, nadhani ukiangalia kwenye ile video utaweza kuona. Kwa hizi ndo zimebaki. Kwa hiyo nikitaka kuziswap hizi zilizobaki hapa juu, umeona, basi natakiwa niwe na $102 kwenye wallet yangu. Lakini pia mpaka price ya juu itakapokuwa imefika kwenye price ya $15 mpaka 16. Umeona? Itakapokuwa imefika kwenye price hii ndo nitaweza kuswap, na hii hapa nini price ya nini itakuwa iko active hiyo token, yani hiyo button hapo kwa ajili ya kuweza kuswap. Umeona? Sasa nilizopewa ni hizi hapa ambazo nina uwezo wa kuziswap moja kwa moja. Ukichanganya zile nilizonunua,
Umeona, na zile ambazo niliziomba pale kwa ajili ya kuziswap. Maana nilikuja kuclaim kwenye staking profit huku, niliclaim zile jupi zangu zilizokuwepo hapo. Niliclaim hapa kwenye staking profit kama unaona. Baada ya kuclaim, zipo nyingine ambazo nina uwezo wa kuziclaim, ambayo ndio hiyo pending withdraw kama unavyoona. Hizo hapo ziko ziko jupi 5 ambazo zina thamani ya $59. Umeona? Hizo bado sijaziclaim. Umeona? Sijaziclaim. Kwa hiyo ninachofanya sasa hivi, nilikuwa nataka nionyesha jinsi ya kuswap zile jupi kuzipeleka kwenye USDT. Kwa hiyo napiga hapo staking, napiga pale kwenye turbine hapa. Hii turbine ndo cooling mechanism ya kuweza kufanya token, yani kuprotect price ya token ya juu. Kwa hiyo unapotaka ukisha claim, unapotaka kuswap lazima uje hapa uangalie, je, turbine hapa iko active, inafanya kazi. Umeona? Ili uweze kununua kiasi. Umeona, amekwambia buy and release ratio. Unanunua alafu wanakupa kiasi ambacho unachotaka kuswap. Kwa mfano ukitaka kuswap 3, baada ya kuclaim pale, labda hapa jupi 3, utaandika 3. Sawa, ukiandika 3 wanakwambia kama unataka kuswap 3 basi nunua kiasi cha hicho hapo, required to purchase jupi 4.5, na utanunua kwa kiasi gani? Wanakuambia uwe na $52 kwenye wallet yako. Kwa hiyo lazima uwe na $52 kwenye wallet yako, na ndio maana kwenye somo la siku zile uliona kulikuwa kuna USDT kama 93 kwenye wallet yangu, nikaweza kununua kiasi, ndipo nikaweza kuswap. Kwa hiyo ukishanunua hichi ndo utakachokuwa unapewa kwa muda wa siku 5, na utapewa kila siku. Baada ya siku 5 utaweza kuwithdraw. Kwa hiyo maana yake una withdraw zile ambazo umetoa na hizo ambazo umenunua. Umeona, ulitoa 3, uliswap 3, lakini umeambiwa ununue 4.5 na utalipwa 7.5. Kwa hiyo hela yako inarudi. Umeona, hela yako uliyotumia kununulia zile juu inarudi. Kwa sababu gani? Wamefanya hivyo kwa ajili ya kuzuia dumping. Kwa hiyo ni mechanism nzuri ambayo wameiweka. Kwa hiyo ukitaka kutoa, uhakikisha una kiasi cha USDT kwenye wallet yako cha kiasi ambacho unataka kununua. Sasa mimi nilizopewa kwa ajili ya kuswap ni hizi hapa. These available allocation hizi ndo ninazo. Nina uwezo wa kuziswap sasa hivi kuzipeleka kwenye USDT. Yaani hizo zipo free ambazo na uwezo wa kuziconvert kupeleka kwenye USDT. Na hapa nikitaka kuconvert kwenye USDT, nashuka hapa chini sasa, hapa kwenye hii hapa. Hii ndo sehemu ya kuconvert juu kupeleka kwenye USDT. Umeona hapa zinasoma maximum 9, lakini haziko 9 hizo. Yaani zote nilizoclaim kipindi kile zilikuwa 10, lakini nilizoclaim mimi zilikuwa 3, na nilizonunua zilikuwa nikapewa kama 6 hivi nikapewa. Kwa hiyo umeona hapa ni swap quota plus required purchase. Kwa hiyo hapa maana yake nina swap kile ambacho nilichoomba kuswap na kile nilichonunua kwa kutumia USDT zilizokuwepo kwenye wallet yangu. Kwa hiyo pesa zangu zinarudi hapo kwa njia hiyo. Kwa hiyo baada ya hapo napiga max, utaona nikipiga max, unaona hapa amount ambayo inatokea kuswap ndio hii hapa, na hii itanipelekea niweze kupata dola ngapi? 112. Umeona? Kwa hiyo baada ya hapo nakuja hapa chini, wananiambia ni swap. Sasa hapa kuswap pia wana masharti yao. Umeona? Kwa hiyo unaweza ukaswap kwa kiasi kama unazo nyingi. Kama ukiwa leo labda ulipewa $2 ukaswap $2 ukaswap, kwa hiyo unasubiria. Lakini hapa kwa vile mimi toka nipewe, nikasubiria zote nizikusanye, zote zimekaa ndani ya siku 5, nikazikusanya kila siku, nikakusanya mpaka zimefika zote. Kwa hiyo baada hapo sasa naziswap mara moja hapa. Umeona? Approve jupi. Kwa hiyo napiga approve namna hiyo. Umeona? Na approve hiyo, na tia hapo fingerprint, ina swap hapo. Transaction function imegoma. Swapping token for token support to next swap.
Sijaelewa hapa, insufficient outer amount. Okay wadau, kama mnavyoona hapo, kwa hiyo hii ndio amount ambayo nina uwezo wa kuiswap kutoka kwenye JUPI kuja kwenye USDT. Lakini sasa hivi hapa ukibofya swap utaona kuna message hii inatokea. Hii hapa ni kutokana na price protection mechanism ambayo ipo kwenye JUPI. Kwa hiyo hapa manake inamaanisha nini? Hii token ya JUPI ikiwa chini ya ikiwa chini ya thamani ya dola 15 mpaka 16 hauwezi kuswap chochote. Kwa hiyo mpaka ipande ifikie kwenye price hiyo ndio utaweza kuswap, mpaka ifikie maeneo haya hapa, mpaka ifikie hapa juu, ifikie hapa. Ikifikia kwenye price kama hiyo ndo utaweza kuswap. Kwa hiyo hiyo ndio huu mfumo jinsi unavyofanya kazi kutokana na price protection walivyoweka kwenye huu mfumo wa JUPI. Umeona? Kwa hiyo smart contract project ziko za aina nyingi lakini zinatofautiana. Kwa hiyo hii hapa manake usiwe na haraka nayo sana, usubirie mpaka price ipande, na watu itakapokuwa inapanda watu wanabuy na kustake ndio itapanda price. Kwa hiyo mpaka ifikie hapo. Kwa hiyo hii ni project ambayo ya kuwa unaitega ukitaka withdraw, ujue je price ya JUPI sasa hivi imefikia sehemu gani? Je, naweza nikatoa au siwezi kutoa? Umeona? Lakini zipo project nyingine ambazo hazina masharti kama hayo. Kwa hiyo inategemea na nature of project na jinsi walivyotengeneza mechanism ya kulinda mfumo wao ili watu wasifanye dumping. Umeona? Lakini kuna project nyingine ziko vizuri, una uwezo wa kuclaim profit zako bila tatizo lolote. Kwa hiyo hiyo ndio jinsi ilivyo kwenye J-Banking. Nadhani hapo nimeelewana wadau. Hiyo ndio update ambayo nimeweza kuipata. Kwanza ukitaka kuclaim nani zako lazima uwe na USDT, alafu ukitaka uwe na USDT kwenye wallet yako, na pia vile vile lazima uangalie price ya juu sasa hivi ipo kwenye thamani gani, ipo kwenye bei ya ngapi. Baada ya hapo ndo utajua hapa naweza kuswap au siwezi kuswap. Otherwise basi itabidi usubirie. Kwa hiyo hii kama ulikuwa una shida ya kupata hela ya haraka huku kwenye J-Banking utashindwa. Umeona? Nadhani hapo nimeeleweka wadau. Ndio maana na smart contract nyingi project ambazo nazifundisha, kuna Turbo Loop iko vizuri, kuna Horizon pia iko vizuri. Kwa hiyo ndio hivyo wadau. Nadhani hapo tunaelewana. Hii sio ya kuwa nayo haraka sana. Umeona? Inabidi ufuate masharti ya smart contracts yao jinsi ilivyokuwa programmed. Asante sana kwa kusikiliza, nawatakia siku njema.